Mpendwa mtazamaji, na hii ni Global TV Media ambayo inaendelea kupasua anga kwa kuletea habari ambazo zenye kuwa na ukweli na uhakika maeneo yoyote ambayo unaendelea kuyapatikana kwa sasa hivi. Mtazamaji na msikilizaji, leo ni tariki 13 Machi 2026 na tunaendelea kushukuru kwa kuendelea kutembelea kwenye chaneli yetu ili kupata habari ambazo zinazoendelea kujiri kwenye kona tofauti za dunia. Wacha tuanze habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa katika maeneo ya mji wa Baraka ni kwamba shirika la raia Sosiko RDC limetaja kupongeza kwa viongozi wa vikosi vya wazalendo kwa kuendelea kupunguza vizuizi ambavyo vilikuwa ni kero kubwa kwa raia wa mji wa Baraka. Abe Kakozi Chakubota Jojongonda, coordinator wa muundo huo ndani ya mji wa Baraka, amesema kwamba vizuizi hivyo vilikuwa na kero kubwa kwa raia, kwani kuna wale ambao walikuwa kifungwa bila sababu yoyote. Pia amewataka raia kuwa na tabia ya kupeleka kesi zao kwenye vyombo vya usalama vyenye kuhusika. Abe Kakozi Chakubota Jojongonda anaeleza yafuatayo. Katika jiji la Baraka, vituo vingi vya kufunga watu vilikuwa vikiendeshwa na wazalendo, na kwa sasa hivi vimekuwa vinakwisha ile tunaita malie de detention, ambapo wazalendo aina zote zile walikuwa wakifunga watu, lakini tuliingilia kati tukakuwa tunawaongelesha, na baadaye tukashukuru pia na meya wa jiji kwa kuanzia Madame Emerite Tabisha na pamoja na Madame Marie Swaze Mukanja, pia walikuwa wakiitisha ma conseil de sécurité nyiziko elargi, tunaonana na wazalendo na ikaleta matunda na maproposition zetu zote zilikubalika. Ya kwanza tulikuwa tunaomba kusikua administration itakuwa parallel, kusikue makasho zitakuwa parallel, na kufanya ile arrestation arbitraire, ile yote tulipiganisha. Na wakati tulipiganisha, wakuu viongozi wa wazalendo kwa kupitia mzee Amuri William ya kutuma, ambapo tunamshukuru zaidi, alisikia ombi letu, na mpaka sasa hivi kunakuwa tayari sura nzuri kati ya serikali na wazalendo, na serikali na wazalendo kwa waraia. Kwa hiyo unakutana ukikuwa hali yote ile, wazalendo wanashika mtu wanamurefere swate ku niveau ya la police, swate ku niveau ya FRDC, na hiyo ndo collaboration tuliomba zaidi, na hiyo ndo tuliomba zaidi kwa kusiprime makasho zote zenye hazikubali ziko ilego katika jiji la Baraka. Na hiyo ilitupatia shauku kuu wakati tulikuwa tunafanya ile mazungumzo kwenye vikao vingi, na matunda hiyo mnaanza kuiona. Pia tunaomba serikali na wazalendo waendelee na collaboration, ambapo wako wazalendo wanashika mhalifu ni lazima wampeleke kwa watu ambapo wanahusika na sheria, notama parke iko pale, polisi iko pale, na FRDC iko pale, na pia na watu wa ANR wako. Kwa hiyo ile inakuwa ni ombi ambapo tena tunawaomba waendelee hivyo. Konsekansi ya makasho ilego zenye zilikuwa ziko mise en pratique ku niveau ya vile ya Baraka ni kwamba konsekansi zilikuwa mbaya, kwa sababu watu walikuwa wakipigwa ndani. Ile ni ya kwanza, watu walikuwa wakikuliwa franga isipokuwa na msingi yoyote ile ni ya pili. Ya tatu, watu walikuwa wanalala nafasi sio nzuri. Ya nne, watu walikuwa wanafungwa kiolela pasipokuwa na tatizo yoyote ile, na hiyo ndo ilikuwa makonsekansi kubwa zaidi. Na pia watu kuimwa hata nafasi ya kuongea na wafungwa. Kwa hiyo ilikuwa inalimite le principe ya droit humain ya mtu kwa kufanya kazi zake au kutenda yale ambapo yanastahili kufanya. Kwa hiyo ni hiyo makonsekansi ilikuwa zaidi kwenye makasho zilikuwa zinakuwa installe illegalement mu jiji la Baraka. Tunaomba raia wao kuwa wanapeleka madosie zao kwenye serikali, notama kula polisi, wanapeleka ku parke na wanapeleka ku niveau ya FRDC, na kuevite beaucoup plus le matrafic d'influence, kwa sababu nina ndugu ni mzalendo na mimi sina ndugu mzalendo, basi ni lazima niende ni mshawishi ule mzalendo anifungie mtu fulani. Kwa hiyo ile tunakuwa zaidi tunamakia ile raia waachane na hiyo tabia, kwa sababu ni tabia ambapo inaweza ikatuletea chuki, ni tabia ambapo haiwezi ikaleta mawasiliano bora, ile tunasema cohesion social, ni tabia ambapo inaweza ikaleta conflit intercommunautaire au ethnique katika jiji la Baraka au tarafa la Fizi.
Tuangazie pia habari zetu na habari za huko Kale. Ni kwamba mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo hayo tayari zimekwisha kusababisha madhara mengi kwa upande wa raia. Kwa mujibu wa habari tulizonazo zaonesha ya kwamba kutokana na mvua iliyonyesha wiki hii, watu wawili walipotiwa kufariki kisha kupelekwa na maji ya mto katika maeneo hayo. Kiongozi wa shirika la raia katika eneo hilo Bwana Sadiki Jiji amesema ya kwamba kwa sasa hivi mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo hayo ya Kale zinakuwa tayari na madhara makubwa, na kuna baadhi ya waanga ambazo nyumba zao nyingi zilibomoka kutokana na wingi wa mvua za mara kwa mara katika maeneo hayo. Huyo amewataka viongozi wa serikali ya jimbo na hili ya Kinshasa kuwajia na misaada raia wahanga wa mafuriko hayo. Sadiki Jiji amezungumza nasi na kueleza yafuatayo. Mvua ambayo ilinyesha ndani ya teritoria ya Kalehe iliweza kufanya maafa mengi. Posho hizi mbili ambazo zinapita zaidi, mimea imeweza kuharibika, miti imekatika ndani ya njia, fasi nyingi ya barabara imeweza kuharibika sana na mahali pengi pameweza kukatika. Watu wawili waliripotewa kupelekwa na maji ya mvula ndani ya Kiseho Montanye ya Buzi, na kulikuwa bwana moja na msichana, na pia kunivo ya Kakenge ya Mikondo na stadi ya football ya Numbi. Miti mingi imeangukia ndani ya barabara, maji imekata barabara na inakuwa shida kwa wakaaji. Mimea yote imeweza kuharibika. Ndio maana tunaomba msaada wa mashirika za kihutu hata za watu wa moyo mwema wajie raia msaada, wakiwaletea chakula, wakiwaletea mbegu, hata vile mafugo, ili waweze kusaidia na kugharamia jamaa zao, zaidi wanafunzi, na kuwalipia malipo ya masomo kwa hao wa sekondari, pia watoto ambao wanapatikana na magonjwa hata shida zingine za jamaa. Tutamatishe habari zetu na habari zingine hizi zisemazo kuwa mgogoro unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati ya muungano wa Marekani na Israel dhidi ya Iran unaendelea kuathiri biashara ya dhahabu katika jimbo la Kivu Kaskazini na kupelekea kushuka kwa bei ya madini hayo. Safari Dilo Alimasi na ripoti kamili. Naam. Kwa kuwa kituo kikuu cha biashara ya dhahabu kiko katika mji wa Butembo, eneo hili linashughulikia dhahabu inayotoka kwenye migodi ya mikoa ya zamani ya Oriental ambao ni Wele, Chopo na Ituri, pamoja na maeneo ya Lubero, Mangurejipa na Bunyatende na Walikale. Kivu ya Kaskazini ni miongoni mwa wasambazaji wa kuwa dhahabu yanayochimbwa katika njia ya kienyeji yanayosafirishwa hadi Dubai. Hata hivyo, tangu kuzuka kwa vita na hasa baada ya mashambulizi ya mabomu kutoka Iran, shughuli za kibiashara katika mji huo wa Dubai zimepungua. Hali hii imewafanya wafanyabiashara wa dhahabu wa Butembo kukosa fedha taslimu za kununua dhahabu, kama alivyofafanua mfanyabiashara mmoja aliyeomba kutokutajwa jina lake. Vita vya Irani vimetuhasiri sana. Tuko katika wasiwasi mkubwa. Fedha zitoki tena Dubai. Hakuna tena fedha taslimu za kununua dhahabu. Bei pia imevurugika na hatuwezi tena kufuata bei ya soko ya dunia. Kwa kweli hali hii inahasiri uchumi wa madini, alieleza mfanyabiashara huyo. Zaidi ya fedha zinazotoka kwa wanunuzi wa mwisho kutoka Dubai, wafanyabiashara wa Butembo pia hutumia fedha za wafanyabiashara wenzao wanaosafiri kwenda Dubai kununua bidhaa za viwandani. Kwa kawaida, ili kuepuka gharama za benki na hata za usalama, wafanyabiashara hao huacha fedha zao kwa wanunuzi wa dhahabu kabla ya safari, kisha uzichukua tena kwa washirika wao walioko Dubai ambao pia ni wanunuzi wa mwisho wa dhahabu. Lakini tangu kuanza kwa vita, wafanyabiashara hao pia wamesitisha safari zao za kuelekea Mashariki ya Kati. Hali hiyo imeathiri zaidi vituo vya biashara vya dhahabu. Wafanyabiashara waliokuwa wakitupatia fedha za kuhamisha kwenda Dubai ambako wanaenda kununua bidhaa hawafanyi tena hivyo. Wanaogopa kutupatia fedha ili wazichukue Dubai. Aliongeza mfanyabiashara huyo akieleza kuwa maduka ya ununuzi wa dhahabu yanapitia kipindi kigumu. Leo hii katika ofisi yetu ya kununua dhahabu hatuna hata faranga moja. Tunalazimika kununua dhahabu kwa mkopo. Kwa kweli tumetegemea sana Mashariki ya Kati. Tumegundua kuwa ni huko ndiko wanaponunua dhahabu yetu. Hata Kampala, Uganda hakuna fedha taslimu, alisema hayo. Wachimbaji wadogo wa dhahabu ndio wanaumia zaidi. Hali pia imewaathiri wachimbaji wadogo wanaotegemea uchimbaji wa dhahabu kwa maisha yao ya kila siku. Tanzi Makofi,
Wakala katika ushirika wa uchimbaji wa madini wa Makomin ulioko Mangorejipa alieleza kuwa tangu kuanza kwa vita katika Mashariki ya Kati, bei ya gramu moja ya dhahabu imeshuka sana. Zamani kabla vita tulikuwa tukinunua gramu moja ya dhahabu kwa $178,000 au kwa $180,000 za Marekani. Lakini leo bei imebadilika kati ya $90 hadi $100,000 kwa gramu moja. Wakati katika soko la kimataifa bei bado iko juu. Hali hii inavuruga uchumi wa maeneo yetu kwa sababu tunategemea tu uchimbaji wa dhahabu kwa njia ya kienyeji, alifafanua Tanzi Makofi. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine habari hizi. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu ya Ngombo TV Media ili kupata habari zenye ukweli na uhakika. Tunakutakia kila la kheri.